Iqra FM. Leo tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, sisi Radio Iqra FM tumetembelea katika banda la NIC, ambapo banda hili linapatikana katika viwanja vya 88 katika maonyesho ya wakulima yanayofanyika hapa mkoani Mwanza katika viwanja vya Nyamuhongoro, ambapo tumetembelea banda hili. Lengo kubwa la kuja kutembelea kwenye banda hili ni kufahamu kwamba je, kuna bima ya wakulima? Je, kuna bima ya mifugo? Je, kuna bima ya wafanyabiashara? Je, kuna bima ya mazao? Naamini wakulima wana changamoto za hapa na pale. Sasa je, wanataka kufahamu kwamba je, kuna bima ya wakulima? Je, kuna bima ya mazao? Je, kuna bima ya wavuvi? Tutakwenda kutazama vizuri zaidi, na tumefika banda hili. Tumezungumza na afisa bima mkoa wa Mwanza, ndugu Vincent Mush, tukitaka kufahamu zaidi haya machache ambayo nimekueleza. Na huyu hapa anatufafanulia kwa kina zaidi kuhusiana na majambo haya. Kwa majina naitwa Vincent Mush, ni afisa bima kutoka Shirika la Bima la Taifa tawi la Mwanza. Tuko kwenye maonyesho ya 88 ya kanda ya Ziwa yanayofanyika katika viwanja vya Nyamuhongoro, na lengo kubwa ni kwa ajili ya kuonyesha nini ambacho shirika la bima linaofa kwa wakulima pamoja na wafugaji. Shirika hili la bima ni shirika la serikali, linamilikiwa na serikali 100%, na tunajihusisha katika kutoa huduma ya bima, na bima hizo tumezigawa kwenye makundi mawili: bima za maisha pamoja na bima za mali na ajali. Lakini lengo kubwa kwenye maonyesho haya, tumekuja kwa ajili ya bima za mali na ajali kwa wakulima na wafugaji, kwa sababu ndo siku yao na sherehe yao ya 88. Na leo kwenye maonyesho haya ya Nyamuhongoro tumewaletea bidhaa kubwa mbili, na ni muhimu kwa ajili ya wakulima na wafugaji. Ya kwanza, tuna bima kwa ajili ya mazao. Leo wakulima wanatumia gharama kubwa, wanaandaa mashamba, wanapanda mbegu, wanapalilia, lakini mavuno hayapatikani. Cha kwanza, kutokana na majanga ambayo wao wenyewe hawezi kuyazuia. La kwanza ni ukame, pili mvua zilizozidi, tatu mafuriko au mvua za mawe, nne ukosefu wa mazao ambao unasababishwa na hayo majanga mengine, wadudu waliozidi shambani, pamoja na majanga ambayo mkulima hawezi kuyazuia. Lakini leo NIC tunakuja na solution ya hasara zote ambazo mkulima atazipata kupitia majanga haya. Sisi NIC tutamfidia mkulima endapo amepata hasara na majanga niliyoyataja. Mkulima anapaswa kukatia bima mazao yake pindi anaanza kuandaa shamba mpaka kwenye mavuno. Sisi NIC tutakuwa naye kuanzia ameandaa shamba lake, palizi mpaka mavuno. NIC tupo naye, na pale anapopata majanga NIC tuko hapa kwa ajili ya kumkava. Kwa hiyo nawashauri wakulima wote wafike kwenye banda la NIC kwa ajili ya kupata elimu ya bima kwa ajili ya mazao yao. Na sisi tunakava karibu mazao yote ya kanda ya Ziwa. Tunaanza na pamba, mahindi, mpunga pamoja na mazao mengine ya kimkakati. Wakaribia NIC, tuko Tanzania nzima, lakini kwa maonyesho haya tuko Nyamuhongoro, na banda letu ni la 3 kutoka banda kuu la maonyesho haya. Pili, tuna bima kwa ajili ya mifugo. Leo wafugaji wengi wanapata hasara, lakini hawajui wapi wakafidiwe na zile hasara zao. Wanaingia mfuko wa pili kwenda kutoa fedha kwa ajili ya kukizi au kujilipa kwa hasara walizozipata. Lakini kama amekata bima kutoka NIC, sisi NIC tutamfidia. Mfugo wake ukifa, NIC tuko hapa kwa ajili ya kumkava. Tunakava ukame ukizidi, tunakava magonjwa, tunakava ajali kwa ile mifugo yake. Na leo zaidi tumefika pia kwa wavuvi ambao wanafuga kisasa. Watu wana vizimba, wanafuga samaki ziwani, lakini kuna majanga kibao, kuna hasara inatokea ambayo mvuvi hawezi kuizuia. Lakini NIC tuko hapa kwa ajili ya kutoa huduma hiyo. Tutamkatia bima kile kizimba chake, tutakatia bima wale samaki wake aliowapanda pale. In case akipata hasara yaliyosababishwa na majanga ambayo mvuvi hawezi kuyazuia, NIC tuko hapa kwa ajili ya kumfidia. Sio tu wafugaji wa samaki, pamoja wafugaji wa ng'ombe, wa mbuzi, majanga yote ambayo hawawezi kuyazuia yako covered au yanakinga dhidi ya hayo majanga. Kwa hiyo hasara yote atakayopata mfugaji, sisi NIC tunaweza kuyafidia.
Hatujaacha mbali na watu wengine ambao wanakuja kwenye mabanda yetu kuja kutembelea, sio wafugaji na sio wakulima, ila wana mali zao. Tuna bima za magari, tuna bima ya nyumba za kuishi, tuna bima pia za majengo ya kibiashara. Siku hizi tunasikia masoko yanaungua, maduka Mwanza tumepata majanga juzi, tumepata godown zinaungua, lakini ukiangalia wale wateja hawana bima. Lakini wakifika kwenye mabanda yetu yaliyoko Nane Nane Nyamongolo, tutawapa elimu na wakatie yale majengo yao, yale maduka yao, ili wasipate hasara. Leo maduka yameungua, mtu hana tena nguvu ya kurudi tena sokoni, mpaka aanze kujipanga na kufikiria wapi atatoa mtaji. Lakini enjoy NIC, ukinge mtaji wako zidi ya hayo majanga ambayo huwezi kuyazuia. Moto huwezi kuzuilika, na maduka mengi yameungua usiku. Wewe umelala nyumbani, unasikia leo biashara yako imeungua, utapata pressure, mwisho wa siku wengine wanakufa. Lakini ukikatia bima zile mali zako pamoja na mtaji wako, basi hauna sehemu nyingine ya kukimbilia zaidi ya bima. Karibuni sana Nyamongolo, viwanja vya Nane Nane, uje upate elimu ya bima, ukatie bima yako. Na kwenye maonyesho haya tumekuja na huduma hapa. Unakatia bima hapa, unalipia hapa, tunakupa dokumenti yako hapa. Shirika la Bima la Taifa tuna ofisi Mwanza ambayo iko mkabala na Mahakama Kuu zamani, au mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa mkoa, au TRA, au jengo la bodi ya pamba. Ukifika maeneo hayo ukiuliza shirika la bima liko wapi, watakufikisha ofisini. Kwa upande wa Musoma tuna ofisi, upande wa Kagera tuna ofisi yetu Bukoba mjini, upande wa Geita pia tuna ofisi yetu kwenye jengo la soko la madini, pamoja na Simiyu tuna ofisi yetu. Kwa hapa Mwanza au maonyesho yakiisha, unaruhusiwa kufika ofisi yetu liko karibu na wewe. Pia tunatoa hizi huduma sio kwenye maonyesho tu, tunakatia bima hata nje ya haya maonyesho. Na kama una miradi yako, una mali zako ziko nje ya Mwanza, tuna uwezo wa kufika kukagua na tukakupa elimu, ukapata huduma hii ya bima na wewe ukawa salama. Kama unataka mawasiliano au unataka kupiga simu ofisini kwetu, namba yangu ni 0752 32 00 00. IKRA FM.